Shule ya upili ya Booth huko Kikuyu katika kaunti ya Kiambu imefungwa kufuatia madai ya wanafunzi kudhulumiwa kingono. Hatua hiyo inajiri huku polisi wakichunguza madai hayo, huku tayari mkuu wa shule hiyo pamoja na mwenyekiti wa bodi ya usimamizi wakiwa wametiwa nguvuni kusaidia makachero katika uchunguzi wao. Aaron Marie anaripoti zaidi. Shughuli za masomo zimesitishwa katika shule ya upili ya Booth kufuatia kuibuka na madai ya wanafunzi kudhulumiwa kimapenzi katika shule hiyo. Uamuzi huo unafuatia malalamishi ya wazazi na wanafunzi katika kituo cha polisi cha Kikuyu wakitaka uchunguzi kufanywa. Appropriate actions must be taken because this is a senior government officer who has been entrusted with lives. Now, when he turns against the same lives he has been trying to build, I think an action must be taken against him, an appropriate action. Wazazi waliambiwa wachukue watoto wao kutoka shule hiyo huku uchunguzi ukianzishwa. Tumeitwa leo kwa sababu ya kwamba message imesema serikali imesema shule ifungwe immediately. Tukujie watoto wetu na waende nyumba na bidhaa zao zote. Waweze kusikiza venye watoto wanasema, because I think that's very important. The children had some very serious concerns and these are not young children. Hawa ni wanaume tuseme. So concerns zao zinafaa zisikizwe. Wazazi hao sasa wanataka uchunguzi wa kina kufanyika na wanafunzi walioathirika kutendewa haki. Tunataka uchunguzi wa kina ufanywe, sababu hiyo kama wazazi ndio kilio chetu. Our main interest, the safeguarding of the boys, because in this case they're the vulnerable ones, they are the victims, therefore we shouldn't just let them be handled in a manner that will cause them, put them in more danger than they're already in. Wazazi hao pia walitoa wito kwa Wizara ya Elimu kuhakikisha watahiniwa wa mtihani wa kitaifa wa mwaka huu hawaathiriki baada ya kufungwa kwa shule hiyo. Now here we are. Watoto wameambiwa waende nyumbani na vitu zao. What we would want to know is the plan ya ministry or what they are intending to do, kwa sababu tuko na form 4s ambao wako na deadlines kama za technical subjects ni end of July. So if they can be able to make it faster to see the boys back to school, because I know there is nothing too difficult ati iko kwa hii shule yenye haiko kwa other schools that haiwezi tatuliwa. If it's bringing a principal, walete mwalimu, tujue shule imesimama na watoto waendelee kusoma. Kamanda wa polisi katika kaunti ndogo ya Kikuyu Joseph Ndege alithibitisha kwamba mkuu wa shule hiyo na mwenyekiti wa bodi ya usimamizi ya shule hiyo wametiwa nguvuni na wanasaidia katika uchunguzi. The case as we are talking is now before the court of law, Kikuyu Law Court, and the two suspects have been remanded in court, one for pre-bail consideration, while the other one has been given a cash bail of 150,000 or a bond of 250,000. Polisi walisema uchunguzi unaendelea na hatua ya kisheria zitachukuliwa mara tu utakapokamilika. Aaron Marie, Darubini.